the house of the Lord. I am not to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Clap your hands in praise. All the other gods, they are the works of man, but you are the most high God. There is none like you. All the other gods, they are the works
Baba, kwa ajili ya siku ambayo umetupa, tunalinua jina lako Baba, tunasema wastahili Baba. Hatuchukulii kama jambo la kawaida Baba. Tunajua kwamba kila wakati unapotuleta pamoja, unatuleta pamoja pakiwa na sababu Baba. Ndiposa tunainua jina lako Baba asubuhi hii ya leo Baba. Tunatubu dhambi zile ambazo tumetenda tukijua au bila ya kujua Baba. Tunaomba msamaha wako ukaweza kuwa juu ya kila mmoja wetu Baba. Asante Baba kwa kuwa unaenda kutenda makuu Baba kupitia mtumishi wako Baba ambaye anaenda kutubariki na neno lako Baba. Hii service na ikabidhi mikononi mwako Baba. Nakaribisha uwepo wako Baba uweze kuchukua usukani Baba. Nakaribisha Roho Mtakatifu aweze kutuongoza katika service hii ya pili Baba. Nalinua jina lako Baba. Naomba Baba uweze kupatana na mahitaji ya kila mmoja aliyo mahali hapa Baba. Naomba Baba hata ushindi wako Baba, hata uponyaji wako Baba ukaweza kushuka Baba kwa yeyote yule ambaye Baba asikii vyema katika mwili wake Baba. Tunakushukuru Baba kwa kuwa Baba unaenda kutubariki Baba, unaendelea kutuongezea tumaini Baba kupitia neno lako Baba. Asante Baba kwa ajili ya viongozi wote wa kanisa Baba, na akabidhi mikononi mwako Baba, nikiomba neema yako Baba pia iweze kushuka juu yao Baba. Asante Baba kwa mambo yale yote ambayo yaliyo mbele yetu, mipango zote Baba, tunazikabidhi mikononi zako Baba. Hata tutakapofika wakati wa kumalizia Baba, tutaliinua jina lako, tutalishukuru Baba. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu Baba, na kushukuru Baba hata kwa ajili ya kutuonekania Baba. Tunasema kwamba hapa tumefika Baba, ni wewe ndiye Ebeneza Baba. Tunakushukuru Baba kwa kuwa umesikia maombi yetu Baba, hata kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19 Baba umetuonekania Baba, tunaona ushindi wako Baba, tunaona uponyaji wako Baba. Asante Baba kwa kuwa hata nchi yetu Baba unaenda kuifanya restoration Baba. Hata wale ambao wamesimamishwa kazi Baba sehemu mbalimbali Baba, tunawaombea wote Baba, tunaomba amani yako iwe juu yao Baba. Tunaomba Baba hata juu ya watoto wetu walio manyumbani Baba, tunakabidhi mikononi mwako Baba, tukiomba Baba uweze kuwakumbuka kwa njia kuu Baba. Asante Baba kwa kuwa unaenda kuturejesha katika hali yetu ile tuliyokuwa ya mbeleni Baba. Zaidi ya yote naomba neno lako liweze kutupa tumaini, liweze kutuinua Baba katika maisha yetu Baba. Na kushukuru Baba kwa kuwa ni mwaminifu Baba, na hakuna jambo lisilowezekana mbele yako Baba. Wewe ndio jana, leo, kesho na hata milele, na ubadiliki Baba. Naomba Mungu Baba ushindi wako Baba uendelee kuwa juu yetu Baba. Hata wale ambao hatuyuko nao katika kanisani Baba, wote tunawakabidhi mikononi mwako Baba. Tunaomba uweze kuwabariki unapotubariki Baba. Asante Baba. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, ufanye neno la kutuongoza, na hii ndiyo amri yake kwamba tuliamini jina la Bwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupenda. Bwana asifiwe. Sasa tutaingia kwenye hiyo ratiba ya siku ya leo na tunaenda kwa presentation. Tafadhali hebu tuwasikie wanakwaya na presentation zao. Tukuwa
asifiwe. Praise God. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Tũrindĩra moko mũthiguru. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Tunataka kushukuru Bwana na kumpraise. Kwa hivyo yote tufanye hivyo naye atafurahi. Nataka kuchukua wakati huu na kuwapisha ninyi wote kwa nyimbo ya Bwana msikie valued in this church. Ningetaka kuuliza kama tuko na wageni siku ya leo, tukawakaribisha kiasi. Kama je kuhudhuria ibada huku kwa sana lakini tukitaka kukaribisha preacher of text sana ndio tukaribisha na kwaya. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. God loves to end with us, and that's the way it should be. God loves to end with us, and that's the way it should be. God loves to end with us, and that's the way it should be. God loves to end with us, and that's the way it should be. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Watataja majina yao wakati ukifika. Mungu awabariki sana. Tunataka kushukuru sana kila mmoja wetu kwa vile mlisupport evangelism na tunajua wataendelea kupeleka neno la Mungu mbele kwa sababu hayatakuwa na ugumu wowote. Tuendelee kwa support hata wakati wanaitana tukaende mission, tunajitokeza sisi wote. Leo ndio tutakuwa tukianza district zetu. Kwa hivyo tutakuja sisi wote. Leo tutaanzia na Agape, ndio next time tutatangaza ni lini itakuwa Trinity. Kwa hivyo leo kuanzia saa 9 mpaka saa 10 it will be one hour only. Tutaanzia na Agape, lakini kama wewe kutoka district nyingine unasikia unataka kushiriki na wao, ni vizuri ukuje mbarikiwe pamoja. Coming Sunday Judea district ndio watakuwa wakiongoza kwa first service na second service itakuwa Ebeneza. Kwa hivyo wajitayarishe na deacons watupatie majina. Hii mwezi tumekuwa tukiongozwa na Trinity na wamekuwa wakiasha. From next month Agape wajitayarishe. Tunajirisha bado tuko kwa online. Kwa hivyo tunasoma tunaangalia wale wako na smartphone, wao wanaangalia kwa mtandao, utaona vile tuko hata sasa hivi tuko live, itakuwa ukiona the week. Huwa unajikumbusha wewe tufundisha Sunday na mwambia hata majirani wao wanaona vile wasikiza haswa sana wasikize neno ile tutakuwa tukifundishwa. Tuko na online ya watoto, kwa hivyo hata watoto kama kuna watoto nyumbani waonyeshe hata wasome tukisoma huko. Kwa hivyo mtabarikiwa na tutaendelea kukumbuka yale tulisoma hiyo previous Sunday. Coming Sunday tutakuwa na LCC meeting, kwa hivyo viongozi wote watajitayarisha ndio wabaki after the service. Wanagiot wako na maombi ya parish coming Sunday na wataenda kule Karibagi South. Kwa hivyo wale walikuwa service ya kwanza tulisema ni hapa, lakini tunajua chairlady na committee wataweza kuelezea wale wengine itakuwa kule na itakuwa ya mama wote, si ati ya wanagiot, ni all the ladies. Kwa hivyo tujitahidi kuenda huko tukasikie neno la Mungu pamoja na wale wengine. Leo this afternoon kutakuwa na mkutano wa Sunday school teachers na elders
ndio tukapange wakati vile watoto wataweza kurudi, tukuwe na Sunday school classes na tutawatangazia wakati tutaanza. Kwa hivyo teachers, all the teachers wabaki ndio kazi wakutana na elders wapange ni aje tutaanza Sunday school classes. Otherwise mbarikiwe sana na tukoje kutoka kwa Mungu. Tunajulisha kwamba sio coming Sunday LCC ni tarehe 4 mwezi wa 10. Mungu katika jina la Yesu Kristo, adhuhuri njema tunakushukuru. Tunasema asante kwa ajili ya uhai na nguvu za mwili. Na pia sababu ya kutuleta katika hii nyumba ambayo tumeitanisha na jina lako ndio tuweze kukuabudu. Pokea sifa zote na shukrani, maana haya yanawezekana kwa nguvu zako. Asante pia kutusaidia na kutukumbusha kuendelea kutoa mioyo yetu na nafsi zetu mbele zako kama sadaka, ndio uweze kututumia vile unavyopenda. Mwenyezi Mungu, tunakabidhi haya matoleo mbeleni yako, tukiomba uendelee kuyatakaza ili yaendelee kufanikisha kazi ya injili yako. Tunakuomba ubariki kazi na biashara ambazo hizo pesa zimetoka, tukiomba uendelee kunawirisha na kutupatia nguvu. Mwenyezi Mungu, tunaomba pia wale ambao hawana kitu cha kutoa asubuhi ya leo, tukikushukuru kwa maana utajiri wa roho ndio muhimu, na mtu akiwa karibu na wewe amebarikiwa. Bariki kazi za mikono yetu, bariki familia zetu, bariki safari zetu kwenda na hata kutoka. Pia chunga ulichotupatia ili kisiharibiwe na yule muovu shetani. Na yote tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Wafalme 2 mlango wa 17 kuanzia mstari wa 85 hadi 41. Hao ambao Bwana alifanya agano nao, akawaamuru akasema, msiche Mungu mwingine wala kuisujudia wala kuitumikia wala kuitolea sadaka, ila yeye Bwana aliyewaleta kutoka nchi ya Misri kwa nguvu nyingi na kwa mkono ulionyeshwa, yeye ndiye mtakayemcha, yeye ndiye mtakayemsujudia, yeye ndiye mtakayetolea sadaka. Na sheria na hukumu na torati na amri alizoandikia, hizo ndizo mtakazozishika na kuzifanya hata milele. Wala msiche miungu mingine. 88. Na hilo agano nililofanya nanyi msilisahau, wala msiche miungu mingine. Lakini Bwana Mungu wenu ndiye mtakayemcha, naye atawaokoa mikononi mwa adui zenu wote. Walakini hawakusikia, bali wakafanya sawasawa na kawaida zao za kwanza. Basi mataifa hao wakamcha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa na wana wao vilevile, na wana wao kama walivyofanya baba zao. Wao nao hufanya vivyo hata leo. Aliyewasomea ni George Mwema. Somo litaendelea. Praise God, church. Praise God, church. Our reading from today comes from the book of John, chapter 4, verse 7 to 24. A woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food.
The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask for a drink for me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you will have asked him, and he will have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock." Jesus said to her, Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I will not be thirsty or have to come here to draw water." Jesus said to her, Go call your husband and come here." The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, You are right in saying, "I have no husband," for you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true." The woman said to him, "Sir, perceive that you are a prophet. Our fathers worship on his mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews, but the hour is coming and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." Baba Mwenyezi Mungu, kupitia jina kuu la Yesu Kristo tunanyenyekea mbele zako. Tunaomba Baba kunenewa nawe, ili mioyo yetu ikapate nguvu ya kusidi katika safari ya wokovu. Tumekusanyika mbele zako Baba saa hili, ili Baba tupate ujumbe wako. Kutana na kila mahitaji ya roho iliyoinama mbele zako, ili Baba uweze kutupa nguvu mpya kupitia neno lako. Nitumie kama chombo Mwenyezi Mungu, chombo cha dhamana, ili kuleta ujumbe wako kwa njia inayofaa. Baba, tunainuka kinyume na maroho yote ya yule mwovu Shetani ambayo yanaleta usigizi, kupoteza ufahamu mtu akiwa kanisani. Tunayakemea yote katika jina la Yesu. Wote walio hapa Baba, tuwateka nyara kupitia Roho wako Mtakatifu, ya kwamba tufanyie kazi hadi dakika ya mwisho. Sifa na utukufu zikurudie. Hili ni ombi letu la imani katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza keti. Bwana asifiwe. Kama unaniona punga mkono hewani, tumsifu Bwana Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Elder Charles Kifisho. Juu ya hayo yote nimeokoka, Yesu ni Bwana. Anazidi kunikumbusha kupitia neno lake katika mlango wa kwanza wa Filipi, waraka wa Paulo kwa Filipi. Aliwaandikia akawaeleza, mjitie nguvu ya kuwa yule aliyeanza kazi njema ndani yangu
atakuja kuikamilisha. Na huo ndio ujumbe ambao unanitiaga nguvu sana sana, hata wakati mambo yanakuwa magumu katika safari. Najua ya kwamba kuna kazi njema iliyoanzwa ndani yangu. Hilo linanitia motisha, nguvu ya kuendelea. Nasema I know that the author and the finisher of my faith will come to finish. And I know if you hold on that, then we shall be there. Na taka nifikisha salamu za familia yangu. Tukuweza kuja nao kwa sababu tuko na mtoto mdogo. Unajua vile the MOH guidelines ziko, lakini walituma na salamu zipokea. La tatu niweze kushukuru mchungaji Reverend Wamani na wazee wa kanisa kwa sababu ya kutupa nafasi kwa naenda kushiriki kutembea hapa kwenu siku ya leo na kushiriki neno. Si jambo tunalichukulia tu kama kawaida, bali Mungu awabariki na wasidishie. Na bila maneno mengi, kwa sababu muda naona umeenda sana, na ninajua masaa kama haya mahitaji ya kimwili yanaanza kuchipuka. Bwana asifiwe. Usigizi unanyemelea watu, kama sasa inaona watu wanalala. Njaa inaingia. Na sasa nikijua hivyo, nami nitakuwa mwangalifu sana niweze kutumia muda niliyopewa ipasavyo. Na tutaingia katika neno mara moja baada ya kutoa ushuhuda. Bwana asifiwe. Hata maneno ikienda, hata masaa ikienda namna gani, ushuhuda hatuwezi acha. Kwa sababu neno lilitukumbusha vizuri sana katika Ufunuo 12:11. Inasema ya kwamba walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe. Na kwa maneno ya nini? Ya ushuhuda. Sasa ndio mimi nilikuja kugundua wakati mwingine si maombi mingi kumshinda shetani. Neno limesema hata kwa ushuhuda. Na sasa ushuhuda wangu nitaupeana kwa kifupi. In the morning I gave a testimony of what God did to me. That is a testimony that is happening to me, that is so present. Now I want to give you a testimony of a distance miracle. Bwana asifiwe. You know, God is not limited. So that is the premise. Our God is not limited, either to space or time. He is here, he is in Kisumu, he is in the US. That is the God we serve. So when you are praying for your family, wherever they are, hata wakati wa lockdown, si Mungu alisikia maombi na akatenda. So there is this nephew of mine been praying for a long time. Achane na mambo ya drugs. Na ikawa ni kazi ngumu sana. Nimepeleka delegation pale nyumbani. Na unajua delegation kama hiyo inahusu hata kukaa shosho wenye lika wanakuja hapo na watu kama hao. But that man could not change. And that forced me not to give up on him, because I knew his God wouldn't give up on him. So I decided now I would go on my knees and pray for this young man. Praise the Lord. You know, prayer does it all. And when the Lord is telling us that do not be anxious about anything, but in everything, through prayers, petitioning, with thanksgiving, make our request known to God. So do not be worried about that situation you have believed in God for so many times and it seems not to change. The mother kept on calling. Now what do? I'm already giving up. I told her, no, you cannot give up on your child. Let us keep praying to what you can. Kabadilisha shule. Now, it was so much that I felt like shedding tears. Wakati alipelekwa kwa mwalimu mkuu, akauliza sasa, mambo ni mbili. Wewe chagua bagi au masomo. Alisema hiyo ingine. Sasa mwalimu
Walimu wakawambia sasa endeni na mama yako tu vyenye yako. Wakaenda nyumbani. So after that akatafutiwa shule na akapata. And then me I kept asking God, save this young man. Ninapiga simu kijana abadiliki. Nikasema nikipiga hii magoti nitafanya maombi, radical prayer. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine unaambia Mungu sasa hata kama ni nini fanya abadilike. Do something, show him something. Whatever you show him I don't know, but show him something, ajue wewe ni Mungu na abadilike. And there's this day in the midday akashikwa na polisi na akawekwa ndani. He remained in the cell for I think some hours. But what he saw there I don't know. Because when he came out, he changed immediately. The following day he called me. Na akaniambia sasa yeye amebadilika. Akaniambia atasoma. Na akaanza kufanya kazi ya nyumbani. Kazi yake hangefanya kazi. Kuamka, kulala, marafiki, kukula. That was the life of the young man. He was wasting away. But God had the prayer. Mungu anajibu maombi. Na ukikutana na nguvu za Mungu, tumeiba hapa tukasema utafanya nini? Lazima ubadilike. God did it for us. Yesterday the young man had a birthday. Ananipigia. Ananiambia alikuwa niko hapa kwa supermarket. Sina pesa ya keki. Bwana asifiwe. Unaweza kosa kutuma kama hiyo? Sieni nikope freezer. I tell you I was so proud of him. And he is calling me using the mother's phone. That is telling me that we are serving a God who works miracles. And when Satan hears us saying this testimony, he gives up on our child. May you receive yours now in the name of Jesus. Amen. Amen. Now we go direct to the word. Mada ya siku ya leo ama kichwa cha ujumbe wa Bwana ni ibada ya kweli, true worship. Na Mungu amenipa huu ujumbe kwa muda. Nilijaribu kuongea kuhusu huu ujumbe wakati wa COVID lakini mdomo wangu ilikuwa imefungwa. Bwana asifiwe. Sikuweza kumua. Nakumbuka wakati ule tulikuwa ni digital na tunataka kufanya ibada for 1 hour only. Sasa mimi nafika point ya kwanza naangalia mtumishi pale ananifanya hivi. Bwana asifiwe. Na unajua sitaki kuonyesha kamera kama hii na wasiwasi. Sasa najifanya sasa na nabadilisha na malizia. Na nikauliza Mungu, natamani sana wakati utatufungulia niweze kupewa nafasi ya kufungua mdomo, niweze kupewa nafasi ya agarao ya kusikizwa na watu wakiwa wameketi, nikiwa nawaona tukijibizana katika kanisa. Na Mungu akayasikia maombi tena. Ni sisi hapa. Bwana asifiwe. Tupigie Bwana makofi. God is faithful. Na sasa Mungu asubuhi ya leo anatuuliza, je, wewe unaniabudu kwa kweli? Kuna mtu aliniambia, when you hear of a original note ama fake one, of course there is a and vice versa. Sasa kama anauliza kama ibada ni ya kweli, kuonyesha kuna ibada ambayo si ya kweli. It's so unfortunate ya kwamba wakati mwingine tunajua, wakati mwingine hatujui. Tuingie katika maandiko. Ukisoma Wafalme wa pili mlango wa 17 kuanzia 24. Usisome tu mahali tumesoma kwa sababu ya muda, kuanzia 34. Anzia 24. Or even the whole chapter. Uone vile wa Samaria, wale watu walikuwa wanakaa Samaria walivyoishi. Walikuwa wametekwa mateka na mfalme wa Asiria. Na akawaleta hapa watu ambao walikuwa wamechanganyika. Kulikuwa na the Babylons, kulikuwa na watu walikuwa na majina gumu kama Ava, Hamath, Kutha and all those names. Hapa sisi tuko watu tofauti, sivyo? We are very different from different families, different tribes and so many things which are diverse. But that does not stop the fact that from us God demands a true worship. That is the bare minimum. That even if you come 1,000,000 tribes, all I need is a true worship. You know, the Tower of Babel was doing very well.
anything good, anything that is reference to my fear. And that is why he confused them. Because they were doing something which was not authentic and was not a characteristic of a true worship. Sasa hawa watu wakati walikusanyika, wakawa ni watu aina tofauti. Wakaoa kutoka jamii tofauti, makabila tofauti, wakachanganyika sana. The culture was mixed. Religion was mixed. Everything was mixed. Even accent. Ilikuwa imechanganyika na Wayahudi wakawachukia sana. An enemy developed between these two people because the chosen people of God knew the God of Israel. Walijua vile amewatendea kutoka Misri na walisikia sifa zake, lakini hawa wanaokuja hawamtabui Mungu wa nchi walioko ndani yake. It is so unfortunate if you do not realize the God of your land. If you do not realize the God of your family and the God of yourself. The big question is that if you realize, what are you doing? Are you giving him the true worship? Wakati waliingia pale walianza kumiabudu miungu mingine. Kumbuka hawamjui Mungu. Lakini Mungu akatuma simba, lions, wakakuja wakakula watu wa Samaria. Ujumbe ukatumwa kwa mfalme wa Syria, akaambiwa wale ulioleta walikuliwa na simba. Wanakuliwa na simba, wanauliwa ovyo ovyo. Kwa sababu hawamtabui Mungu wa nchi walioko. Heri watumie mtumishi wake, pengine ataweza kuwashawishi wamjue Mungu na wamwabudu kwa kweli. Yule mfalme akatii, akawatumia kuhani, akawatumia mtumishi wa Mungu, kama vile mimi nilivyotumwa siku ya leo. Nije tu niwaeleze, mnafaa mwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli. Lakini kitu ya kuchangaza hapa ni moja. If you read verse 40, the Bible says, however, after all that, however, they would not listen, but they did according to their former manner. The following verse says, so these nations feared the Lord. That is very good, isn't it? Now listen. They feared the Lord and also served their carved images. So unfortunate. After having been sent even a messenger telling them how bad it is, it will cost them lives, they said, we don't care. We don't care. We will serve them. Hii sanamu tulitembea nayo kutoka kwetu, lazima tuiabudu. And that's what they did. So my dear brothers and sisters, when we are reading the book of John chapter 4, we meet with the Samaritan woman. Samaritan woman is a perfect example of the natives of Samaria. Sorry, of the people who are living in Samaria at this particular time. Yeye ni mfano mwema sana kwa sababu ni mtoto aliyezaliwa, akalelewa, watu wakiabudu miungu mingine na wakimtumikia Mungu wa nchi hiyo. That is the true God. Na wakati amekuwa amechanganyikiwa. Anaabudu Mungu kama vile baba zao walimwabudu. Pande nyingine anaabudu sanamu. Na pande nyingine ameingia katika uasherati. Lakini kupitia huyu mama, nyimbo nyingi zimetungwa kwa sababu ya vile alikutana na Mungu. Alikutana na Yesu, maisha yake yakabadilika. Na sivyo tu, hata maisha ya Wayahudi, maisha ya Wasamaria ilibadilika. Kupitia mimi na kupitia wewe siku ya leo, kuna maisha ya watu inaendelea kubadilika katika jina la Yesu. Na angalia uhasama ulioishi baina ya Wayahudi na Wasamaria. Kitu ya kwanza unaona wakati ukisoma Luke 9:52 na 53, you meet with James and John, the sons of Zebedee,
who are followers of Jesus. Wakati wameenda wanataka kupitia Samaria. But even Jesus himself was rejected. Walisema hamwezi kwa sababu sisi na nyinyi we know the same. We are very different. You can't pass through our land. And they say because of the enmity. Basi wakaambia Yesu kwa sababu walijua kuna nguvu. Wakipata njaa anaitisha mikate wanakula na shiba. Walikuwa huyu mtu anaweza waua. Akasema agiza moto kutoka mbinguni. Hawa watu wachomeke wote waishi. Just imagine somebody wishing that. It was not easy. This is where the Samaritan woman is. An enmity that was so burning. The other thing, the issue here, the surprise is not Jesus asking water from this woman. It is wanting to use her vessel. Kwa sababu Yesu akishika, you defile the vessel. Hawakuamini ya kwamba anaweza guza kitu yangu. Kwa sababu akiguza inapatwa na nini? Na laana na mambo kama hiyo. So the issue here was about the relationship between these two people. But the Samaritan woman is used in a great way to bring revival. To bring revival in the whole land. She has some history. Like many of us here, we have a history. Kila mmoja kuna yale unayojulikana katika. There is that thing which people know you about. This lady was known about what? Alijulikana kwa njia ya hata kusema prostitution. Sema njia nyingine. Ni kuiba waume wa alikuwa mwizi. Kazi yake ilikuwa ni kwenda kunyakua na anakuja kwake anakuwa na hiyo mali ya wenyewe, alafu akichoka anatupa huyo anaendea mwingine. And this kind of person is who that we see the Spirit of God is setting upon her and being used until the point she says, come see a man. Praise the Lord. I have met so many men. I have slept with so many men. But this one could not get into my box. Come see a man. Praise the Lord. I'm trusting God and praying hard that we here, every person who is here today, will go saying, come see a man. A man whom I have never had. Alijaribu kudefine Yesu akashindwa. Akasema wewe ni nabii. Akaona uongo yake inapatikana. Mimi sina bwana, mimi sinaga mume. Akibadilisha sauti. Unajua conmen are very good in changing voices. Unaweza mpa mtoto anabadilisha sauti, anaongea kama ako na msiba na the other second this person is laughing. This was the kind of fellow we are talking about. Wewe ni shaka, wapi yako wewe ni shaka. Na kwa hivyo kwa sababu kila mtu kubali ama ukatae uko na historia. Nikuja kwako kazini nitakujua sawa sawa. Si katika ushuhuda tukutana pale nje. Tukikutana nyumbani nishike mtoto wako nimuulize dadi ni nani? Nitakujua ndugu yangu. Unaweza jificha kwa binadamu lakini machoni mwa Mwenyezi Mungu wewe unaonekana vizuri sana. Ile Waswahili wanasema ni kinaga upaga, wewe unaonekana tu. There is nothing you can hide. The truth about you and your heart is well known to God. This really started changing stories. Ati sisi wazazi wetu walikuwa naabudu kwa mlima, nyinyi anataka kumuonyesha tofauti. Wewe ni shadow, sisi tunaobeaga huko. Yesu akamwambia itakuja wakati, and that was the call to worship. The verse 53. The hour is finally here where true worshippers will worship God in truth and in spirit. Hallelujah. Yesu anamwambia hapana, wachana na milima. Kwani wakati kanisa zilifungwa, hatukuwa tunaomba Mungu. We were worshiping
emphasize true worship. Na unajua worship, it is everywhere. It is everywhere. It is not limited. Because this lady has met Jesus at the well of Jacob. Hawakutaka kwa mlima. Sasa anataka kumwambia, hapa huwezi nihubiria. Hapa ni maji nimekuja kuteka, hapana. Kama ni kwa soko, utakutana na Yesu. And those who came in through that door today, this is the well of Jacob for you. That have faith that whatever you are believing God in, it is going to be received today. Because you will change your mind. Huyu mwanamke hakuna mambo mingi inafanyika. Hakuna kuhubiriwa sana, ameambiwa ukweli. Akawa huru. When you know the truth, you shall indeed be free. But what is hindering us from true worship? Number one is undivided heart. Roho yako tu imekatakatwa, imegawanyishwa. Iko na manyumba mingi huko ndani. Ikifunguliwa, hatujui tutaona nini. An old man was sharing with his grandson. Na wakaongea sana, akauliza, akaambia huyu kijana, nasikia kama kwa moyo wangu there are two wolves fighting each other. Akamuuliza, which wolves are those? Akasema, one is forgiveness, and look at Christians who are dominated in their hearts with people who are so mean, and yet they are blessed. I don't know whether you are one. How different are you from the Samaritan woman? This lady was fighting prostitution, as you have put it. I don't know what you are fighting today. People who could not even share during COVID. Uliona watu waliingia kwa supermarket wakanunua supermarket mzima ikaisha. Na hiyo sio shida kwa sababu you understand. We are human beings, yes. But what stops you from sharing? Na hata ukikula yote bado utaisha. God has blessed you to bless others. But the heart is so much, it is so much hidden in you. Because in there, there is a lot of meanness. Somebody who is so mean. Hata suki anajaribu kujitoshelezea, haifugiki. Mwishowe anasema, hii wacha ikae hapa nionage, ishidwe. Unage suki mwingine anatembea uchi. That is not the God we serve. We serve a God who demands true worship from our actions. Look at your wardrobe, look at your bank account, see how much God has given you. And there you shall have a ministry. Whether you shall visit children's home, whether you shall visit that neighbor you have not talked with him for a long time because of your reasons. You have work to do. Tell your neighbor you have work to do. Work on your heart, feed it right, and it shall give you back nectars. Disbelief, unforgiveness, mistrust. Nilikuwa naambia watu hapa, unasikia Wakristo wakisema mimi ni binadamu na sikatai wewe ni binadamu. Lakini ni binadamu wa Kristo. Anasema mimi naweza samehe ndio lakini siwezi sahau. There are two wolves fighting in this Christian life. And the more you feed it, the more you grow to be unforgiving. But if you say, if Jesus died on the cross with no sin, just to seek my forgiveness, just to prove to the Father the love that He has for us, who are you? Ulinyang'anywa kitu na mtu, alikosa kulipa pesa yako. Now, the most unfortunate thing, some of these people walishakufa. Wewe umebeba mtu ambaye ni maiti kwa roho yako. Huyo mtu alikufa na pesa yako. You see a bitter Christian. The Lord is telling us, you can't serve me with a divided heart and give me true worship. Ile kitu unanipa ni fake. I can't go past this loaf. It's high time you check your heart. Tell your neighbor, check your heart. You need to make a declaration. Fanya uamuzi. Joshua looked at the environment. He saw how people are worshiping idols. And he said, as for me
and my house, we shall serve the Lord. The reason why you make a declaration is for the sake of your neighbor. The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your... And then he said the second greatest commandment is that love your neighbor as yourself. So when you are making a declaration, one thing you have dealt with the heart. Now you are making a declaration to let people know who you are. Watu wakikujua kazini jinsi ulivyo, hawatacheza nawe. Hata huyo mtu ambaye anaangalia kama anaweza kuangusha, ataona this is a hotline, this is a hot wire, hapa hawezi kanyanga. Kwa sababu huyu mtu amesema, mimi na familia yangu nitamwabudu Mungu aishie. Is a person who looked me to the eye. Na akaniambia hii ofisi huwezi ongoza kwa Biblia. Aliniambia hivi. What else was I reading in that office? In my life, I have lived to lead in the Word of God. This environment has dictated otherwise. Unajipa shughuli tu pole pole tu. Unaenda tu akikuangalia. Because if you stay there, you compromise. If you say, okay, for the sake of my job, let me do it. What about for the sake of your life? Your life. Si kazi tuliziacha tukaenda nyumbani. Tulijifungia kwa nyumba hata ungetoka. Na sasa hiyo ndio unafanya, umwache Mungu mwenye ukiingia kwa nyumba anaingia nawe. Mwenye ukitoka anatoka na wewe. Pia rafiki yako tafakari hayo. I want to talk about the last thing. About true worship because of time. True worship needs love. Upendo. The Lord says in the book of Corinthians that even if you speak in tongues, get it clear, even if you speak in tongues without love, it is like ni kama kengele tu inapigwa. Hakuna kuabudu. Just imagine somebody who has been blessed to speak in tongues, lakini hana upendo ndani yake. The whole doctrine about the cross is about love. Ni upendo tu. Yesu hakufa watu waone akuwe famous, andikwe kwa vitabu, akuwe anaomba. Hapana, alikufa aonyeshe upendo. That I have done it all for you. What are you doing for God? Is it too much to ask to give true worship? Wakati huu Msamaria ambaye alienda saa 7 kuchota maji na masaa ya kuchota maji ilikuwa saa 11 jioni. Anaenda kwa sababu sifa yake imeharibika. Anaenda kwa sababu hataki kukutana na watu. Lakini wakati alikutana na Yesu, akabadilika, upendo ukawa ndani yake. Akawapenda watu, akapenda kuwatembelea hata kama watanikataa. Alienda akiwaambia kujeni muone mwanaume. What are you doing with the love? What are you practicing? James said that faith without actions is niambieni tu, faith without actions is it is dead. Upendo, lazima upendo ukuwe na matendo. Watu wanaapa mambo mingi. Hata during marriage tunaambiana huyo mtu nini? Hata siku hizi waliacha kutumia ile structure ile detail. Unapewa kipaza sauti, unaambiwa mwambie. Wewe mwenyewe mwambie vile utamfanyia. Nitakupenda nitafanya hivi. Mwisho unasikia mtu amesema kwani lazima nioleke. Alitoa maneno matamu sana yenye upendo, lakini matendo yameenda kitu inaitwa segemnege. Bwana asifiwe. Yameenda opposite directions because you say for better, for very promising, very good to hear, but rarely practiced. Go and practice love, and your true worship will be complete.
It can't be without love. Brothers, let us be upstanding. Because the Spirit of God has spoken to us. Roho wa Mungu ashanena ya kwamba watu wamwabudu kwa roho na kwa kweli. Hajakuita kwa jina, lakini anakujua. Na anajua ile mambo yote ambayo unatenda kinyume na mapenzi yake. Ile kitu ambayo inafanya ibada yako isiufikie Mungu, Yesu anajua. Na anaiona na anasema wewe huwezi acha. Kama huyu aliacha watano, akaacha yule alikuwa naye wa sita, akamfuata Yesu. Mbona wewe usifanye hivyo? Yesu anaangalia, anaona kwa roho yako kuna ile mambo ambayo umeng'ang'ania kwa muda. Wakati unaangalia mtu hivi anasema, "Hey, mimi siwezi achana na hii pombe kwa sababu nisipokunywa sionangi." Na wewe ukizaliwa haukuwa na pombe kwa mkono. Lakini unasema mimi sionangi. Mwingine anasema nisipokuta sigara naumwa na kichwa. Oh my goodness. That is the slavery of the highest order. That is what this woman was defending. Wakati anasema hapana, mimi sina mume kwa sababu anajua I have lived with men for so long. I cannot live without a man. But she never died. Bwana asifiwe. When she met Jesus, she became a better woman. She became a woman of God, a servant of the Most High King. How many today are desiring? I will ask a very straight question. Ni wangapi wanataka kumpokea Yesu akuwe mwokozi wa maisha yao? If you are there and you interested, you say it doesn't matter, the place, time doesn't matter. Kuja katika kisima na wewe upokee maji ambayo ukiyanywa hutapata kiu tena. Kanyaga mbele. Watu wakiangalia, just step forward if you're there. You pray with this dear sister of ours, and so that her life can change. Na nataka nimpatie kipasa sauti kwa sababu anaweza kuwa hapa atuambie kusudi ambayo imemtoa pale akaja hapa ni gani kwa kinywa chake. Tumesema the process of true worship begins from we started from the heart. Na tujui nini iliyo kwa hati yake, atuambie ni nini na ile mambo anataka tumuombe ili akiokoka akiana naye. If you feel free, you can say to us. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. I'm Nat Kanana from District Shama. I'd like you to pray for me to change a lot, even my workings, my behaviors. Just pray for me. Thank you. Amen, amen. Tupigie makofi vizuri. Another you in the right place, in the house of your Father. We are proud of you. So just kneel down so that we pray together. We ask the elders to kindly come forward so that we can pray for this beautiful lady. And wherever you are, just make a prayer. Na Mungu akubariki, abariki wengine na ujumbe wa Mungu uendelee kuenea. We are just the servants. Yes. Glory and honor be to God. Barikiweni sana. God bless you.